Karibu sana. Uchambuzi huu niliokuandalia leo, sio kwa ajili ya kila mtu. Huu ni kwa ajili ya watu wachache tu, watu wenye mtaji mkubwa na muhimu zaidi, wenye maono makubwa zaidi. Leo hatuongelei uwekezaji wa kawaida, hapana. Tunaenda kuchora ramani ya jinsi ya kujenga himaya ya kijani. Labda una mtaji wako mkubwa umekaa benki na akili yako sasa hivi inakwambia, okay, nanunua nyumba za kupangisha, labda viwanja au daladala. Kama unafikiria hivyo, hongera. Unafikiria kama wawekezaji wengi wanavyofikiria. Lakini hapa ndipo ambapo sisi tunatofautiana na wengi. Simama kwanza. Kabla hujaweka hata shilingi moja kwenye hiyo mipango, naomba unipe dakika chache tu, kwa sababu uamuzi utakaofanya baada ya kusikiliza hiki ninachotaka kukuambia unaweza kubadilisha kabisa mustakabali wa kifedha wa familia yako kwa vizazi na vizazi. Ebu vuta picha ya kitu hiki. Sio kiwanja, sio nyumba. Fikiria mradi wa ekari 50 au 100 au hata 200 za parachichi, lakini za kiwango cha kimataifa. Huu sio ule ukulima wa babu zetu, la hasha. Huu ni mradi unaojenga heshima, unaoonekana na unaozalisha utajiri halisi. Na hapa sasa ndipo ilipo siri kubwa ambayo wawekezaji wengi bado hawajaigundua. Tunapofikia kiwango hiki cha ukubwa cha ekari 50 na kuendelea, nawe lady, shamba linaacha kuwa shamba. Linabadilika na kuwa kiwanda halisi cha kijani. Tofauti yake ni kama usiku na mchana. Ukulima ule wa kawaida ni wa kubahatisha. Unaweza kupata faida ya milioni 10 au 15 kwa ekari, lakini kila msimu ni wasiwasi tu. Lakini kiwanda cha kijani, hiki ni mfumo. Ni kama mashine ya kutengeneza pesa ya ekari 50 plus, inayosimamiwa kitaalamu na inayojenga utajiri ambao utawafikia hata wajukuu zako. Kwenye mchezo huu, ukubwa ndio unaotupa nguvu. Ili uweze kuendesha operesheni kama kiwanda na kupata faida za kiwanda, tunahitaji kuanzia ekari 50 na kuendelea. Hiyo ndiyo sheria ya mchezo. Sasa, matokeo yake ni nini? Kwa kiwango cha chini kabisa, kwa kuanzia tu, kiwanda chako kinapaswa kukuingizia shilingi milioni 5 kwa mwaka. Hilo ndilo lango la kuingilia kwenye ulimwengu huu. Hiyo ndio namba ya kwanza. Lakini subiri, uwezo wake halisi ni mkubwa zaidi. Kiwanda kilichosimamiwa vizuri, kitaalam, kinaweza kufikia faida ya shilingi bilioni 1 kila mwaka. Sasa, hebu chukua kalkuleta yako kidogo. Linganisha namba hii na kodi ya pango unayotegemea kutoka kwenye nyumba zako. Utaona tofauti kubwa sana ya kimkakati. Okay, najua utaniuliza. Je, soko lipo la uhakika? Tazama hizi namba. Tanzania inazalisha karibu nusu ya anachozalisha South Africa, lakini tunasafirisha nje bidhaa zenye thamani ya dola milioni 8 tu, wao wanasafirisha za dola milioni 95. Hii haimaanishi sisi ni dhaifu, hapana. Hii inamaanisha kuna fursa kubwa ajabu sokoni. Pengo hili linasubiri lijazwe na wawekezaji wenye maono kama wewe. Lakini ili kujenga kiwanda, unahitaji zaidi ya ardhi na miche. Unahitaji miundombinu ya kiwango cha kiwanda. Na hivi ndivyo vitu vinavyotofautisha wataalam na wale wanaojaribu tu. Unajua, tunazungumzia mifumo ya umwagiliaji wa matone ya kitaalam, drip irrigation, inayodhibiti kila tone la maji. Unahitaji packing house kubwa na vifaa vya kisasa, vyumba vya baridi, cold rooms, ili kuhakikisha parachichi linafika Ulaya likiwa na ubora ule ule. Generator, usimamizi wa wafanyakazi. Hii sio biashara ya kubahatisha tena. Hii ni science. Na ukijaribu kufanya hivi bila mwongozo, makosa yake ni ya gharama kubwa sana. Ebu fikiria maumivu ya kupoteza miaka 5 kwa sababu tu ulipanda aina isiyo sahihi ya parachichi. Fikiria, umenunua miche ya bei rahisi na sasa unasubiri miaka 10 badala ya 3. Fikiria, umeweka mamilioni, halafu mwisho wa siku huna soko. Unapoteza kila kitu. Sasa, swali la msingi ni hili. Kama faida ni kubwa kiasi hiki, na hatari nazo ni kubwa vivyo hivyo, unafanyaje kuondoa hatari na kubaki na faida peke yake? Unawezaje kuhakikisha mafanikio? Jibu ni rahisi sana.
unafuata mfumo uliothibitishwa. Sasa hapa tunakupa njia salama, hatua kwa hatua, ambayo inakulinda dhidi ya yale makosa ya gharama kubwa na inakuweka kwenye barabara ya uhakika ya mafanikio. Hatua ya kwanza, na hii ndio muhimu kuliko zote: wekeza kwenye maarifa kwanza kabla hujawekeza kwenye ardhi. Unahitaji ramani kabla ya kuanza safari, na ramani yako ni mwongozo wa parachichi Tanzania. Huu ndio msingi wa kila kitu utakachofanya. Mwongozo huu wa kina, ambao thamani yake halisi ni shilingi 500,000, unapatikana kwako leo kwa shilingi 45,000 tu. Lakini usifikirie hii kama punguzo. Fikiria hii kama uwekezaji mdogo sana unaolinda uwekezaji wako mkubwa wa 100 ya mamilioni. Na hatutaki uwe na wasiwasi wowote ule. Pata mwongozo huu, usome. Ukiona hauna ubora na viwango vya kukuongoza kwenye uwekezaji wako mkubwa, tutakurudishia shilingi 45,000 yako yote, na wewe utabaki na kitabu chako. Tuna uhakika na thamani iliyomo ndani yake. Hatari yote iko upande wetu. Okay, baada ya kuwa na maarifa, hatua ya pili ni kujenga msingi wa kiwanda chako. Na msingi wa kiwanda hiki ni miche bora iliyopandikizwa kitaalamu, yani grafted seedlings kutoka KBR. Hii ndio tofauti kati ya kuanza kuvuna baada ya miaka 3 na kusubiri miaka 10. Na kwa sababu wewe ni mwekezaji mkubwa, tunakupa ofa maalumu. Badala ya kununua kila mche kwa shilingi 4,000, wewe utapata kwa shilingi 3,000 tu. Kwenye mradi wa ekari 50, hii ni akiba ya milioni ya shilingi ambayo unaweza kuitumia kwenye miundombinu mingine. Sasa, hapa naomba unisikilize kwa makini sana. Fursa hii haitadumu. Dirisha la kuchukua hatua linafungwa. Wakati wa kufanya maamuzi ni sasa hivi. Hii ofa ya mwongozo pamoja na bei maalum ya miche ni kwa ajili ya watu 99 wa kwanza tu. Na kama unavyoona, nafasi nyingi zimeshachukuliwa. Wawekezaji wajanja hawasubiri, wanachukua hatua. Zimebaki nafasi chache sana kwa ajili ya wale walio makini na walio tayari. Na katika safari hii yote, hutakuwa peke yako. Utakuwa unaongozwa na mtaalamu Daudi Mwakalinga, mhitimu wa Chuo Kikuu cha Sokoine na Mandela Washington Fellow. Yeye ndiye atakayehakikisha unafuata ramani kwa usahihi na unaepuka yale makosa yote ya gharama. Himaya yako inakusubiri. Wakati wengine bado wanajadili faida na hasara za nyumba za kupangisha, wawekezaji wenye maono tayari wameanza safari yao ya kujenga hivi viwanda vya kijani. Uamuzi ni wako. Unataka kuwa wapi miaka 5 ijayo? Chukua simu yako sasa hivi, sio kesho. Sasa hivi, piga namba unayoiona hapo kwenye kioo, 0763070007. Mtafute Daudi Mwakalinga, hifadhi nafasi yako, pata mwongozo wako na anza safari ya kujenga utajiri wa vizazi. Fanya sasa, kabla nafasi yako haijachukuliwa na mtu mwingine. Piga simu